yako. Asante kwa ajili ya wote tuliopo hapa Magomeni kanisani. Tunakushukuru kwa ajili ya marafiki wanaotufuatilia mtandaoni. Tuunganishe pamoja katika siku ya leo. Tunakualika ukazungumze nasi katika mianzo hii asubuhi. Tupatie tumaini, tengeneza mioyo yetu, tufae kuitwa wana wako. Siku ya leo ikawe ni siku ya baraka kwetu. Tunaomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo, amina. Wapendwa, niwakaribishe sana katika mfululizo wa masomo katika wiki hii. Na katika masomo ya wiki hii tutajifunza kutoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 5. Kitabu cha Mathayo sura ya 5 ni hubiri la Yesu akiwa kwenye mlima, na mlima huu wengine wanaita mlima wa baraka. Ukisoma Mathayo sura ile ya 5 utagundua Yesu anatoa baraka nyingi sana. Ametoa baraka nyingi sana kwa makutano. Alipokutana nao na kuzungumza nao akaanza kuwabariki. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa kwanza, maandiko yanasema Yesu alipoyaona makundi ya watu, nasoma Biblia habari njema, alipanda mlimani akaketi, wanafunzi wake wakamwendea, naye akaanza kuwafundisha. Heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri walio na huzuni, maana watafarijiwa. Heri walio wapole, maana watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Heri wenye huruma, na heri zingine zinaendelea pale. Heri wapatanishi. Zote hizo heri Yesu amezitoa. Na ndiyo maana katika wiki hii tutatembea katika sura hii na kichwa hicho kinachosema heri za Bwana. Neno heri maana yake ni baraka. Heri maana yake ni baraka, ni kutakia kitu chema kitokee kwa mtu. Heri. Na leo tutaanza na heri ile ya kwanza. Nimechagua tuanze na heri ile Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 4, ambayo inasema heri wenye huzuni, maana watafarijiwa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Heri wenye huzuni, maana watafanya nini? Watafarijiwa. Huzuni ni nini? Nilishangaa sana kuona heri hii ikiwa tofauti kabisa na zile zingine. Maana zingine ni kweli, hata katika maisha ya kawaida tu tunatamani mambo haya yatokee. Mfano upole. Heri mwenye upole, yani amebarikiwa mwenye upole. Ni sawa tu, maana ni mpole, amebarikiwa. Amebarikiwa. Heri mpatanishi. Ni kweli, wapatanishi hata sisi tunawapenda, hata jamii inawapenda watu wapatanishi, wasuluhishi. Hata heri wapole. Watu hatupendi watu wakali, tunapenda watu wapole. Ni nzuri hiyo. Lakini sasa attention yangu ikashughulika sana na huzuni. Heri wenye huzuni. Kwa nini huzuni? Maana neno huzuni katika dictionary moja nikaiangalia, huzuni ni nini? Huzuni ni hali ya kuwa na simanzi, masikitiko au maumivu ya kihisia yanayotokea unapopata jambo lisilofurahisha. Hiyo ndiyo huzuni. Pale ambapo maumivu ya moyo juu ya jambo fulani lisilofurahisha limetokea kwenye maisha yako, hiyo ni huzuni. Inawezekanaje mtu mwenye huzuni kama huyo Mungu anasema amebarikiwa? Heri mwenye huzuni. Na huzuni, jambo linapotokea lisilofurahisha, hakuna anayependa. Linaumiza moyo, unatamani liishe. Na huzuni wakati mwingine isipodhibitiwa inaweza ikaenda mbali zaidi. Niliona clip moja ilinisikitisha sana, na mpaka nikajilaumu kwa nini niliiangalia, maana imekaa muda mrefu kichwani mwangu. Mtu mmoja ambaye alikuwa anaonekana ana huzuni sana, anatembea pembeni ya barabara. Huzuni ni mbaya. Tembea pembeni mwa barabara. Sio hata amekuwa stressed na kitu gani.
tembea pembezoni mwa barabara, ana stress, ana huzuni. Akaona kuna lori linapita, akajitupa kwenye lori. Sijui kama mmeshawahi kuona hiyo clip. Ikapita ikamkanyaga, akafariki pale pale. Huzuni ni mbaya. Na wengine wanafikia hatua hata wanakunywa sumu, wanakufa. Wengine nawapeleka mbali zaidi na zaidi na kusababisha magonjwa mengine ambayo hawakuwa nayo. Lakini Yesu kwa nini anasema heri walio na huzuni? Walio na huzuni. Kwa nini Yesu anasema heri walio na huzuni? Kwa nini Mungu anaruhusu huzuni zenye heri? Kwa nini? Unaposoma kwenye kitabu kinachoitwa Mlima wa Baraka, nitasoma hapo nukuu yake baadaye kidogo. Inasema, mjumbe wa Mungu anasema kuna wengine ambao hawataingia mbinguni isipokuwa wamepitia njia ya huzuni. Kuna wengine Mungu hata wainua isipokuwa wamepitia njia ya huzuni. Huzuni kwa nini Mungu anairuhusu? Tutaangalia mambo mawili. Jambo la kwanza, huzuni inafunua tabia zetu halisi. Halo? Unajua, unaweza usijielewe wewe ni Mkristo wa namna gani kwa sababu tu tunaishi tu vizuri tu. Lakini saa utakapopatwa na jaribu linaloleta huzuni, ndipo utajua ya kwamba wewe ni Mkristo wa aina gani. Maana inafunua tabia ya ndani. Pale ambapo unapitia hali ya kuugua na kuumwa, hospitalini hawaoni tatizo na bado unaumwa. Unajaribu maombi, bado homa imeng'ang'ania. Unajaribu kila njia, bado umeng'ang'aniwa. Na ndipo watu fulani wanakuambia, sikiliza, mbona hiyo homa yako hii, kuna 1 2 3, kuna mtaalamu yuko pale, sio ya kawaida hii. Ndipo unapojijua ya kwamba kweli wewe ni mwaminifu kwa Mungu au vinginevyo. Familia moja ambayo ilikuwa inampenda sana Mungu, nampenda sana Mungu, na wanashuhudiwa mema vizuri sana mahali fulani kanisani. Watu hawa walipopitia huzuni ya kufiwa na mtoto katika mazingira ambayo hawakuyategemea, familia ilienda mbali sana. Maana watu wakamwambia hichi kifo sio cha kawaida. Ndipo familia hii ya huyu ambaye hata alikuwa kiongozi kanisani, zikasikika habari, alienda mpaka kwa mganga wa kienyeji ili yaambiwe kifo hicho kimekuwaje. Huzuni zinafunua tabia zetu za ndani, na hizo tabia za ndani zinafunuliwa hivyo ili tujione ni kwa namna gani tu watupu, tuone haja ya kumfuata Yesu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Unapopitia hali ya huzuni, ndipo Mungu anapekua imani yako, ndipo Mungu anatengeneza zile tabia za ndani kabisa. Unaweza kujiona kana kwamba wewe ni mwaminifu katika utoaji wa zaka na sadaka, ni kwa sababu Mungu anakubariki kwenye kila kitu. Lakini saa itakapofika unapitia huzuni ya kutokuwa na fedha nyumbani na mahitaji yamerundikana, na kiasi ulicho nacho hata mahitaji yako yenyewe hakitoshi, ndipo hapo sasa inafunua tabia ya ndani ya kwamba, je, unaweza kusimama hata katikati ya mahitaji ya kimaisha lakini bado ukawa mwaminifu kwa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sikiliza, katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, katika ile sura inayozungumzia mahubiri mlimani, kalamu ya uvuvio inasema, kwa njia ya mateso na dhiki Mungu hutufunulia
madhara yaliyomo katika tabia zetu ambazo zapaswa kushindwa kwa neema yake. Mambo mabaya yaliyo katika tabia zetu ambayo hatuyafahamu, Mungu hutufunulia, na hapo sisi upata mtihani kama tutafuata njia ya Mungu au tutang'ang'ania tabia zetu ambazo ni za madhara. Halo? Kumbe kupitia huzuni ndipo Mungu anafunua tabia zetu za ndani. Kupitia huzuni Mungu anafungua tabia za ndani, tena sio za ndani tu, tabia za ndani zenye madhara ambazo hazitupeleki kokote. Na Mungu anatuacha hivyo uchi ili kusudi tuone hitaji la kumwendea Kristo mwenye mavazi ya haki. Je, unapopitia katika huzuni pengine ya kukosa mtoto kwa miaka mingi, ndipo inapofunua tabia ya uvumilivu wako. Unapopitia huzuni ya kuwa na mgogoro wewe na mwenzi wako, ndipo inapofunua tabia yako ya ndani ya kuishi kwenye agano la viapo vya ndoa. Unapopitia huzuni ya kuugua, ndipo inafunua tabia ya ndani ya uvumilivu wako. Unapokuwa mhitaji wa mahitaji ya kifedha na ya kidunia, ndipo inapofunua tabia yako ya ndani ya ukarimu wako kwa Mungu. Na unajua ni nini? Maandiko yanatuambia mbinguni hakiingii kinyonge. Yaani hakuna tabia iliyofichwa ya ndani ambayo haitafunuliwa na kuungamwa na kutengenezwa na huyu mtu akaingia mbinguni. Hakuna tabia ya ndani ambayo itaachwa ikiwa wazi. Ni lazima Mungu afungue, maana hakiingii kinyonge. Lazima afungue, atengeneze vizuri. Ni kama daktari anayefanya operation. Kuna kipindi fani mwanangu alipata jipu. Sasa tukasubiri liive hivi, siku likajipasua tu lenyewe na likatoka. Tukasema sasa tumpeleke hospitali ili akafungwe. Mimi nilijua tu anaenda tu kwa sababu limeshapasuka na nini hivyo. Tulipofika pale, daktari akachana zaidi, akaingiza pamba kule ndani, akafutafuta vizuri, ndipo akafunga, na ndipo akapona moja kwa moja. Hizo tabia za huzuni, tabia za ndani kabisa, Mungu asipoziondoa na kuzitengeneza, katika majaribu hautasimama. Lakini hata katika dhiki ya mwisho, yani Mungu akakuacha hivyo sasa hivi unaishi namna hiyo, kwenye dhiki ya mwisho hautasimama, kwa sababu ile itamtaka Mkristo fulu aliye na silaha za vita, aliye na silaha za nuru. Hata katabia kamoja tu kakiachwa hako kaubinafsi kakiachwa, utashindwa hata kuacha vyote na kukimbia kwa ajili ya kumfuata Bwana. Ndio maana Yesu anasema heri wenye huzuni. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini wakati mwingine, jambo la pili, nimesema mambo mawili. Jambo la kwanza, huzuni inatusaidia kuona tabia zetu halisi. Lakini jambo la pili, huzuni ipo kwa ajili ya wokovu wetu. Kuna wokovu mwingine ambao Mungu lazima aupitishe kwenye huzuni. Bwana asifiwe sana. Lazima. Kupitia kitabu cha Mlima wa Baraka anapozungumzia huzuni, anasema kuna wengine hawataingia mbinguni mpaka wamepitia njia ya huzuni.
Ukisoma kwenye Biblia utaona kuna mtu mmoja anaitwa Mariamu wa Magdala au Mariamu Magdalene. Huyu dada hakukuwa na namna nyingine yoyote Yesu amfikie isipokuwa kwa njia ya huzuni, kwa sababu Yesu wakati huo anaenda anahubiri, anafundisha, anakutana na makutano. Huyu dada hana mpango, yeye yuko tu mahali fulani anasubiri wateja wake, yupo tu anasubiri simu za kuitwa aende wapi, maana ilikuwa anafanya biashara ya ukahaba. Yesu kwa vile alivyokuwa anawindwa na wanadamu, asingeweza kwenda kwenye maeneo ya kazi ya huyu Mariamu. Mungu akaruhusu Mariamu apitie huzuni ya kukamatwa, kuvuliwa nguo, kutembezwa mtaani ili akutane na Mwokozi. Halo, walimchukua yule dada hiyo siku amekamatwa kwenye uzinzi, akachukuliwa akiwa uchi wa mnyama, akasongeshwa kwenye mitaa kila mahali. Watu wanamtafuta Yesu yuko wapi, watu wanamcheka, watu wanakimbia, wanasogea hivi, na anapelekwa hivyo akiwa amedhalilishwa, akiwa ana huzuni ya kufa. Ndipo Yesu anapata nafasi ya kumwokoa. Kusingekuwa na njia yoyote ya Mariamu kuokolewa isipokuwa kwa huzuni ya kukamatwa kwenye uzinzi. Halo, mtu mwingine ambaye huzuni yake ilikuwa kwa ajili ya wokovu wake ni yule mwizi pale msalabani. Mwizi msalabani, wanahistoria wengine wanasema wakati Yesu alipokuwa anafanya mikutano na watu wanatoka nyumbani kwao kwenda kusikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa anatumia muda huo, fursa hiyo, kwenda kwenye nyumba za watu kuiba. Hakukuwa na hubiri lolote lenye mguso ambalo lingeweza kumgusa, maana yeye mahali palipo na watu, kwake yeye sio kusikiliza, ni fursa ya kuiba. Hata Yesu anapokaa na makutano anawafundisha ufalme wa Mungu umefanana, ufalme wa Mungu umefanana. Yeye tu anachoangalia tu, anaangalia kama ingekuwa leo, sijui alikuwa anatumia pochi, anaangalia pochi ya fulani ikoje, iko wapi, yani anatumia hivyo. Attention yake sio kusikiliza kile anachokisema Yesu, attention yake ipo kwenye natoka na nini hapa. Anaangalia anasema, huyu mzee Zayoga huyu yuko hapa, ila kumbe kwa hiyo nyumbani kwake kule hayupo. Anaenda anafanya uibivu, anaiba. Kusingekuwa na namna nyingine, kusingekuwa na hubiri ambalo lingehubiriwa akalisikiliza with full attention, kusingekuwepo na hilo. Yesu akaruhusu mwizi akamatwe. Baada ya kuiba sana akakamatwa. Alivyokamatwa akapelekwa mahakamani. Mahakamani alivyopelekwa akahukumiwa kifo. Sio hukumu ya kawaida, kifo. Na akachukuliwa akiwa ameshahukumiwa kifo, jamii imemkataa, akaenda kuangikwa msalabani. Lakini akaangikwa na Kristo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ni katika utulivu huo wenye maumivu peke yake ndipo sasa anapata fursa ya kuzisikia zaburi ambazo Yesu anaziimba pale msalabani, na anakumbuka vile ambavyo huyu mtu alikuwa anahubiri wakati fulani. Ni kweli nilikuwa naiba, lakini ni kama kuna siku aliwahi kusema kitu fulani, lakini tumeona haya na haya na haya. Akaanza kukumbuka na kukumbuka na kukumbuka na kukumbuka, na vile ambavyo Yesu amekamatwa, amepigwa, amefanywa hivi, amefanywa hivi. Akakumbuka na masomo aliyokuwa anafundishwa pengine akiwa mdogo. Akasema hapana, huyu sio wa kawaida, huyu ni mwana wa Mungu. Akayatoa maisha yake kwa Yesu. Ilikuwa ni kwa njia ya huzuni pekee ndipo aokolewe. Huzuni yako, rafiki yangu mpendwa, nikutie moyo. Sio kila huzuni ni mbaya, ziko huzuni za heri.
ziko huzuni za heri. Unapopitia katika nyakati za huzuni, pengine Mungu anataka kureveal tabia yako ya ndani, au pengine kupitia hiyo Mungu anataka akuokoe. Bwana asifiwe sana. Kisa kimoja ambacho nimewahi kukisoma, sina uhakika kama ilikuwa ni cha kweli kwa namna, lakini kizuri sana kufundishia. Kinasema mtu mmoja kundi fulani la watu walikuwa wanasafiri kwa usafiri wa meli. Wakasafiri wakafika mahali fulani, chombo kikapigwa, hatimaye kikaanza kuzama. Kilipozama, yule jamaa mmoja akapata kitu fulani cha kuweza kumshikia akiwa yuko hoi taabani, kikampeleka, akajikuta yuko kwenye kisiwa cha mbali kabisa. Na alipokuwa kwenye kisiwa cha mbali, hakukuwa na watu, yuko tu pale. Ni kisiwa kinachotisha, yani haelewi mambo yakoje. Akalia na kulia, kwa nini Mungu umeruhusu haya? Akalia na kulia kabisa. Basi akajitengenezea kibanda chake, maana kuna baridi kali, maji ni ya chumvi, hayakati kiu, hakuna chakula. Anaona tu ngoja nikae tu hapa siku 2, 3, 4, 5 nife. Akatengeneza kibanda chake, na muda huo tu analaumu tu, kwa nini Mungu, kwa nini? Alipotengeneza kibanda chake usiku, akiwa amechoshwa na akasema apate angalau ka usingizi kadogo, ameanza tu kufumba macho, kibanda kikaanza teketea moto kabisa. Ametoka pale analia, anasema kwa nini kibanda kinateketea? Anakiona kibanda chake kinateketea. Usiku ule akamaliza akiwa na baridi kali. Anasema kwa kweli Mungu hajali kabisa, mpaka mimi nateketea namna hii, Mungu hajali. Usiku ule ulikuwa ni mrefu, wenye manunguniko mengi. Amejikinga hapo na kujitengenezea kibanda ili kusudi basi ajilinde na baridi, ajilinde na wanyama. Tena moto wake tu aliowasha umeteketeza hapo, na Mungu alikuwa anaona moto ameteketeza kwa moto. Asubuhi akakaa, baada ya muda fulani akaona kama kuna boti inakuja, akapunga mkono, watu wakaja pale, ile boti kaja kamchukua, ikaondoka. Akamwambia, wewe umekujaje huku? Mbona huku watu hawaishi huku ni mbali, njoo ingia. Akaingia, wakaondoka. Sasa njiani akaanza kuuliza, mmesema huku watu hawaishi, nyinyi ilikuwaje mpaka mkaja? Akamwambia, sikiliza, usiku tukiwa tunavua samaki, tukaona moto mkali sana juu, tukagundua kuna mtu anahitaji msaada. Maana ni ishara za watu wa baharini, ukiona piga fataki fulani la juu, ikiwa kuna fataki unawasha moto fulani wa namna fulani, wakiona wanajua kwamba kuna uhitaji. Ndipo tangu walipoona hiyo usiku wa manane wakiwa wanavua samaki, wakaanza safari, ndo asubuhi wameingia pale. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wakati kibanda nakiona kinateketea, kumbe kupitia kibanda hicho Mungu anatoa saini mahali fulani kwa ajili ya msaada wake. Kumbe huzuni wakati mwingine zipo kwa ajili ya wokovu wetu. Wakati mwingine Mungu anaweza akaruhusu uchelewe kupata kazi. Wakati mwingine Mungu anaweza kuchelewa kupata mwenzi wa maisha. Wakati mwingine Mungu anaweza akaruhusu uchelewe kupata mtoto, ukawa na huzuni. Mwambie Mungu akutengeneze katika huzuni zako. Asubuhi ya leo tunapoingia kwenye maombi, kesho tutaangalia heri nyingine, kama ambavyo mfululizo wa masomo haya yanasema heri za Bwana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Heri za Bwana. Kesho tutaangalia heri nyingine katika mfululizo wa masomo haya yanayotoka kwenye Mathayo sura ile ya 5. Heri ambazo Yesu alizitoa. Heri wenye huzuni, heri wenye upole, heri alitoa heri. Tutaangalia kesho heri nyingine. Asubuhi ya leo tunapokwenda kuomba, mwambie Mungu akusaidie. Ikiwa huzuni hiyo ni kwa ajili ya kutengeneza tabia yako, akupatie ustahimilivu katika hiyo anaposhughulika na wewe.
Ikiwa ni kwa ajili ya wokovu wako, mwambie Mungu akusaidie katika hilo. Lakini ikiwa ni mapigo ya yule adui, Mungu ayaondoe. Anao uwezo, anao uwezo wa kuondoa magonjwa, anao uwezo wa kubariki kwenye biashara, anao uwezo wa kupandisha cheo mtu, anao uwezo wa kukupatia maisha marefu, anao uwezo wa kukukinga dhidi ya nguvu za giza zinazokufuata. Mungu anao uwezo wa kubariki watoto wako, anao uwezo wa kutiisha watoto ambao sio wasikivu, anao uwezo wa kuondoa migogoro ya ndoa kwenye nyumba yako. Mungu anao uwezo wa kufanya kila kitu chema kinachohitajika kwenye maisha yako. Ikiwa ni tamanio lako, tusimame. Mwimbishaji anapotuongoza na tutapiga hatua kuja hapa mbele, tutakuja hatua kuja hapa mbele, tufanye maombi, tufanye maombi. Unaweza kuja hapa mbele, yako maboksi yetu ya sadaka, unaweza ukaweka hapo, unayo sadaka yako ya shukrani, zaka na sadaka na zingine. Basi nikualike, piga magoti, mimina moyo wako kwa Mungu, mwambie lile hitaji lako la moyo. Kama ambavyo Hana alikuja kwenye nyumba ya Mungu akaomba na Mungu akaleta mtoto Samueli. Samueli na azaliwe kwenye maisha yako, Samueli wa kazini, Samueli wa mahali kwenye hitaji lako fulani, Mungu azalishe. Yuko tayari. Karibu kwa ombi. Mungu wetu uliye mtakatifu, asubuhi ya leo tumeshuka kwenye magoti yako, kwenye magoti. Sisi tuliopo hapa kanisani Magomeni, lakini na yule rafiki anayetufuatilia kwa njia ya mtandao. Ziko huzuni nyingi zinazotokea kwenye maisha yetu. Leo umetupatia mtazamo mwingine tena wa huzuni. Wakati mwingine tumekuwa tukiomba majaribu hayo na huzuni ziondoke kwetu, lakini leo umetupatia mtazamo mwingine tena wa namna yanavyofunua tabia zetu, ya namna yanavyotuandaa kwa wokovu. Tusaidie. Ikiwa
huzuni fulani anayopitia mtoto wako huyu ni kwa ajili ya wokovu wake. Leta ustahimilivu. Ikiwa ni mapigo ya yule mwovu shetani, tunayakemea kwa jina la Yesu Kristo. Wana na binti zako wamemimina mioyo yao, wamekuambia yaliyo mahitaji yao. Baba wa mbinguni, uyasikie na kutenda kwa mapenzi yako. Asubuhi ya leo yupo mtu ambaye amemimina moyo, anatamani kununua kiwanja. Yupo ambaye anatamani kuanza ujenzi. Yupo ambaye ameshaanza ujenzi, amekomea mahali fulani, anatamani kufanya finishing. Yupo ambaye anatamani kununua usafiri. Yupo ambaye kazini kwake kuna migogoro na changamoto. Yupo ambaye anapitia changamoto ya kifedha. Yupo ambaye anaombea mzazi wake anayeumwa. Yupo ambaye anaombea migogoro na magomvi ya kwenye familia yake. Yupo ambaye anamuombea rafiki yake. Yupo ambaye ameomba juu ya mahusiano yake. Mungu wa mbinguni anatamani kujua kama ni kweli. Yupo ambaye Mungu anaomba juu ya imani yake. Yupo anayeomba ushindi wa majaribu. Yesu, gusa kila hitaji lililoletwa na mtoto wako. Hata yule Baba wa mbinguni anayeomba hitaji la ugonjwa alio nao, gusa kwa mkono wako wa uponyaji. Kama ambavyo Hana alimimina moyo wake kwako, Samueli akazaliwa. Asubuhi ya leo mambo mema na mazuri yakazaliwe kwenye maisha ya wana na binti zako. Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Hata kile ambacho hatujakisema kwa maneno ya kibinadamu, wewe umeshajua na kutenda. Kwa imani tumeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu atubariki sana. Tunawashukuru wote ambao wamefanikiwa kufika hapa kanisani kwa huduma ya maombi ya asubuhi, lakini kipekee pia tunawashukuru waliotufuatilia kwa njia ya mtandao, akiwepo Gladness Papi, akiwepo Joyce Richard, akiwepo Masai na wengine wengi ambao kwa uwakilishi. Tunatambua thamani ya muda ambao umeutenga kwa ajili ya huduma hii ya leo. Katika juma hili tutakuwa tukihudumiwa na Mchungaji Michael Mtokambali, ambaye tutakuwa naye kwa juma zima kuanzia leo hadi siku ya Ijumaa. Naye anatokea katika mtaa ule wa Bunju. Mungu akubariki sana mchungaji kwa huduma hii ambayo tumeanza siku ya leo. Lakini pia tunamshukuru mzee Mracha kwa huduma ya kesha la asubuhi na maombi, mzee Mkundi katika wimbo, na wote ambao wamefanikisha matangazo haya, watu wa media wote mbarikiwe na tuwe na siku njema.